asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nisikie makofi mengi na kelele kwa Bwana. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza. Tutasoma fungu la 4 mpaka ile fungu la 8. Na maandiko matakatifu wapendwa yanasema hivi: hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo umesikia habari zake ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Mstari wa 6. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, hivi je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyeyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Si kazi yenu. Maanake kuna migawano ya kazi na utendaji wa kazi. Kuna mambo ambayo yako kwenye mkono wa Mungu, unahitaji kusubiri afanye. Haleluya! Na ukizingatia Mungu hakosei. Wayahudi wakiwa wametumikia utumwa chini ya taifa la Rumi lililokwenda kuwadominate, kuwatawala katika nchi yao kwa miaka mingi. Sasa wanapomwona Kristo amekuja, wanafikiri amekuja mfalme anayetawala kisiasa zaidi. Kweli walikuwa wamechoshwa na ukoloni ule, choshwa na wangetamani mtu akuwachomoa katika mikono ya Warumi miaka ile. Na sasa tumaini lao likawa kwa nani? Kwa Yesu. Actually hawakuwa wamekosea, isipokuwa kosa lao walimtafsiri Yesu 100% kisiasa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio shida yao. Ule mstari wa 8 maana wanasema, lakini mtapokea nguvu. Sema nguvu. Akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Asubuhi ya leo tutakwenda kutafakari maneno ya Mungu tukiongozwa na somo la Roho Mtakatifu. Andika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Katika utamu tuzungumze namna hii. Roho Mtakatifu ni nani? Ni kitu gani? Tumepata ujumbe muhimu sana mzuri asubuhi. Watu ambao wameshindwa kumwelewa Yesu Kristo sawa sawa, wanamtafsiri vingine, wanamwamini vingine, watatumika naye vingine. Siku moja wakigundua kama wamekosea, watamwacha ili washughulike na vitu vingine, kwa sababu tu wameshindwa kumwelewa. Hali kadhalika kanisa ambalo limeshindwa kumwelewa Roho Mtakatifu haliwezi kunufaika naye sawa sawa. Sikiliza vizuri. Matatizo ya kanisa la wakati huu, wakati mwingine mshirika anakwenda ibadani akiwa amebeba hitaji lake bila kujali hitaji lake. Je, ni hitaji la Mungu kwake? Unaelewa? Useme amina. Bila kujali. Wakati mwingine hataki hata kujua. Ndugu zangu, tunaishi katika ulimwengu ambao washirika wanaamua aina ya mahubiri wanayoyataka. Kwa hiyo yakija mengine wanasema hii sitaki kusikia, kwa hiyo sitaki tena kushiriki hapo. Anatafuta kichaka kingine. Hii inaanzia katika kufarakana na Roho Mtakatifu. Aidha kwa sababu hajajua Roho Mtakatifu ni kitu gani, au amesikilizishwa habari za Roho Mtakatifu namna nyingine. Kwa hiyo ndani yake hajawahi kusikia shauku ya kumhitaji Roho Mtakatifu. Ukisoma katika Isaya, Biblia inasema kama vile ayala anavyoyaonea maji shauku. Bwana Yesu asifiwe.
Maandiko pia yanazungumza kama vile maji mahali pakavu panavyohitaji maji, ili kwamba pale mahali pakavu pakisha kupata maji ya kutosha, ile ardhi ianze kupandisha mbegu sasa izae matunda. Ndivyo ambavyo wewe na mimi tunakuhitaji Roho Mtakatifu. Lakini ni wangapi wameshirika na Roho Mtakatifu? Unafikiri wana habari naye? Hapana, wanataka vitu vingine. Nataka kukumbusha wewe na mimi, kwa hakika Roho Mtakatifu ni hitaji muhimu sana ili kuishi maisha ya ibada. Unaelewa? Useme amina. Mwenzangu, yaani wewe acha tu, hata nilipokagua sijaona sababu hiyo, kama sijawepo ibada hii. Hivi kwa nini naokoka na kuanguka, naokoka na kuanguka tena, naokoka na kuanguka tena? Wewe unafikiri kwa nini? Roho Mtakatifu hayupo, na kama yupo hajapewa nafasi. Lakini kama Roho Mtakatifu yupo, kama tulivyojifunza asubuhi, tunavuviwa baraka za kuwa mwamba. Amina. Haleluya. Mwamba unasaga mawe mengine, unavunja vitu vingine, wenyewe hauvunji. Ndani ya Kristo tukimwelewa Roho Mtakatifu, tunavuviwa baraka za kuwa mwamba. Roho Mtakatifu ni nani? Kwa kifupi, Roho Mtakatifu wapendwa ni Mungu mwenyewe. Amen. Asante kwa kusema amina. Wewe unafikiri humuhitaji Mungu? Wewe unafikiri mimi simuhitaji Mungu? Wewe unafikiri dunia ina mbabe asiyemhitaji Mungu? Umemsikia wapi? Kwa sababu Mungu ndiye Roho Mtakatifu. Tunasema mchungaji, pole Bwana. Yohana sura ya 4 mstari wa 20. Mungu ni Roho. Unakubali useme amina? Kanisa, haleluya. Mungu ni Roho. Kwa nini Mungu ni Roho? Mungu ni nomino ambayo haihusiki. Nikiongea kwa Waswahili wanaelewa ninachozungumza. Kuna nomino ambazo ukizitaja zenyewe zinahusika. Hivi meza nao ni nomino, si ndio? Tunaweza tukaigusa meza ile pale, unaiona. Lakini Mungu haonekani, ila yupo na amejitosheleza. Unakubali useme amina? Kwa kuwa haonekani, sasa Mungu ni Roho. Hebu sema Mungu ni Roho. Sema tena kwa sauti, Mungu ni Roho. Wakristo au waamini wote waliofeli kumwelewa Mungu Roho hawezi kufanya ibada bila kuona. Ndiyo maana kuna viwakilishi vya Mungu. Tena wengine wakisingizia, si unaona kule jangwani Musa alimuinua nyoka wa shaba Bwana, na alipomuinua nyoka wa shaba akawaambia Waisraeli waliomatwa na nyoka wa sumu wamtazame yule nyoka wa shaba, na kweli walipomtazama wakapata uponyaji. Yale masumu ya nyoka yakao yamewaisha kwenye miili yao. Kwa hiyo Bwana nikitengenezaka, Bwana haina shida, kana mwakilisha nani? Mungu. Umetengeneza kwa mamlaka ya nani? Aliyemwambia Musa tengeneze nyoka wa shaba ni nani? Si useme ni nani? Na kwa nini Musa alipewa mamlaka ya kutengeneza nyoka wa shaba? Yohana sura ya 3 inazungumza. Musa anapanda mawazo ya Kristo ndani ya Waisraeli. Sijui kama kuna mtu anaelewa. Yohana sura ya 3 mstari wa 14. Kama vile Musa alipomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Hivyo watoto wadogo, mwana wa Adamu ni nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo Waisraeli wakiwa jangwani wamekosea Mungu, wamemkufuru Mungu, akaanza kuwatandika na manyoka pori yale pale ili wapokee uponyaji. Ilikuwa ni lazima Kristo ainuliwe mbele yao. Wakati ule Kristo akihubiriwa na kufundishwa katika viwakilishi mbalimbali. Unaelewa useme amina? Unaelewa useme amina? Kwa hivyo kila aliyemtazama nyoka wa shaba yule aliyekuwa ameinuliwa juu ya kilima fulani akapata uponyaji. Kumbe nyoka wa shaba yule alimwakilisha Kristo atakayekuja siku moja aangikwe msalabani kwa ajili ya uovu wako, kwa ajili ya uovu wako. Wakristo ambao wameshindwa kumwelewa Mungu Roho Mtakatifu hawawezi kufanya ibada mpaka wawe na materials. Hello. Hajamwelewa Mungu kwamba hapaswi kuonekana. Wakati Waisraeli wanashindana kutaka kumuona Mungu, Mungu akamwambia, Musa akamwambia Mungu, "Au jamaa anataka uone." Mungu anamwambia hakuna anayeweza kuniona kaishi. Kwa neno nani? Akamwambia jitakasa. Sisi
Watu walinyosha tu wasema Mungu wetu yuko hivi. Basi mzetu wage unaona naye mwenyewe. Unaongea naye. Kisha mnatabeza kituletee. Sisi leo tumesharudi. Kwa nini? Hakuna binadamu anaweza kumwona Mungu katika macho ya nyama. Kwa nini wengine hawezi kuabudu mpaka kaburi la babu liwepo? Hawezi kuabudu mpaka awe na vitu fulani fulani. Ameshindwa kumwelewa Mungu. Mungu wewe na mimi tunayepaswa kumwabudu Mungu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kisema Roho Mtakatifu umesema nani? Umesema Mungu. Kuna watu kama wanaelewa. Unaweza kukubali useme amina. Usipate shida. Hayupo Bwana. Wewe pumzi yako unaiona? Wewe unafikiri haipo? Hakuna Mungu, sijaonekana. Basi uione na pumzi yako. Wewe si jeuri. Usione na njaa. Hujawahi kusikia njaa? Uliona? Kama ungeambiwa itoe njaa kwa njia hajakugongeiona au kwa njia yote ile, haipo. Kwa nini Mungu hayupo? Kwa kuwa tu haonekani. Huyu ameshindwa, mtu anamwona ameshindwa kufahamu mambo ya kiroho. Leo hii usiwe wewe na mimi katika jina la Yesu. Mungu wetu ni Mungu Roho Mtakatifu. Unaelewa useme amina? Unaelewa useme amina? Wakati Farao amekutana na uweza wa Mungu huyu Roho Mtakatifu kwa njia ya wakili wa Mungu na Yusufu, si ndio? Balozi wa Mungu. Katika Mwanzo sura ile ya 41 ule mstari wa 38, mfalme Farao anakiri namna hii. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya nani? Mungu ni roho. Halafu roho inaweza kuingia ndani yako, ile inaweza kuingia ndani yako. Amina. Unaona roho ya Mungu ikiwa ndani yako pale kazini, mazingira yanabadilika. Haleluya. Haleluya. Kama kulikuwa na roho ya kufa, akitokea mtu mwenye roho ya Mungu ndani yake, kwenye hiyo ofisi sasa movement ya uisho inaanza kutembea. Ndio maana Wakristo tunahitaji kumwelewa Roho Mtakatifu ambaye ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Amen. Amen. Kitabu kile cha Isaya 57 na lile fungu la 15. Maandiko yanasemaje? Maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akae milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi, nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Amen. Huyo ni Mungu Roho Mtakatifu. Haleluya. Anakaa na wanyenyekevu, anakaa na watu wanamnyenyekea, anakaa na watu wanaopenda, wanaotamani kujishughulisha na yeye. Na huyo Mungu akimpata nafasi mahali popote pale, roho ya kufa inafyata mkia na kutafuta mlango wa kutokea. Nikubariki ubarikiwe na roho na kujazwa na Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu mwenyewe. Useme amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 11 na lile fungu la 2. Karibu. Na roho ya Mungu atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na roho ya kumcha Bwana. Amen. Hii roho ya Mungu ikae juu yako katika jina la Yesu. Kama unakwenda na mimi unijibu, roho ile ya Mungu ikae ndani yako katika jina la Yesu. Roho ya hekima, roho ya Mungu. Wengine wanatembea kwa kiburi na roho za mashetani. Ilipokuwa tunamshika kijana mmoja kule Dar es Salaam. Kijana mmoja alikuwa ameshiriki ule msiba, akawa anaeleza namna alivyojazwa na maroho mbalimbali. Alifanywa mazindiko fulani katika mikoa ya Kigoma huko. Zindiko la ajabu sana, ukichoma kisu hakiingii, ukipiga dio havunjiki. Ajabu mno. Kaniambia namna alivyofanyiwa ile zindiko. Alizikwa kaburini, akajazwa na roho fulani za ajabu, akidanganyika kwamba kwa sababu ya roho zile hawezi kuondoka kwenye huu mwili wa nyama. Hiyo ni janga ya nyani kula hindi bichi. Nani anayeweza kujizindika sifa? Umemsikia wapi? Umemwona wapi? Anajaza
yatamuongoza hayo maroho kuelekea jehanamu ya milele. Mchana wa leo nikubariki roho ya hekima, roho ya Mungu ikae juu yako katika jina la Yesu. Sikia utoshelevu, kujazwa na kutembea katika uongozi wa hii roho ya Mungu. Kwa nini? Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu pili ni Yesu Kristo mwenyewe. Haleluya. Roho Mtakatifu ni Kristo mwenyewe. So ni roho wa Kristo. Kile kitabu cha Warumi sura ile ya 8 na lile fungu la 9. Twende hapo. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Aya hii inataka kutufundisha kwamba Roho wa Mungu anaweza kukaa ndani yetu. Mwenye Roho wa Mungu ana Roho wa Kristo, kwa sababu Roho ni Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu ni Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mtu hana Roho wa Mungu atakuwa na roho nyingine, na asiyekuwa na Roho wa Mungu ndani yake kuna Roho wa Kristo. Huyo asiyekuwa na Roho wa Kristo, huyo sio mali ya Kristo. Kumbe Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu ni muhuri unaotutambulisha kwamba sisi ni mali ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanafurahia kuwa mali ya Kristo? Useme amina. Kwa hiyo kitabu cha Mitume 11 ule mstari wa 26 unaona kanisa la kwanza walipojazwa na Roho wa Kristo kwa mara ya kwanza, wapita njia wakasema wale jamani wa Kristo. Simewahi kusoma hayo maandiko? Yes, wale jamani wa Kristo, kwa sababu Roho Mtakatifu, Roho wa Kristo anatupiga muhuri katika chapa za nyuso zetu. Unaona Petro wakati alipokuwa akipita, kuna jamaa alisema wewe hata kutembea umefanana na Yesu. Wewe hata kuongea unaongea kama Yesu. Roho Mtakatifu akiwepo ndani yetu tunabinafsishwa Kristo. Amina. Tunakuwa mali ya Kristo. Huwezi ukajificha. Ingawa ukijaribu kujificha, unajua mazingira yenyewe anajua wewe ni mali ya nani. Na ndio maana mtu anapokuwa anafikiria kukigeuka kama na Roho wa Kristo, huwa hanyokagi moja kwa moja. Anaanza kuangalia nani anayeniona. Nani anayeniona? Kwa sababu yeye mwenyewe kudani najua mimi sio mtu wa kawaida. Mimi ni chombo fulani kwa ajili ya fulani, ya mtu fulani ambaye si mwingine ni nani? Ni Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kuelewa hii. Ukimwelewa Roho Mtakatifu utasikia utoshelevu katika yeye. Roho Mtakatifu ni Kristo mwenyewe. Kisoma katika Yohana sura ya 1 ile fungu la 1, na shangaza hapo mwanzo kulikuwako na neno, na neno alikuwako kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Mstari wa 3, pasipo yeye hakikufanyika chochote. Ndani ya huyu Roho wa Mungu, ndani ya Roho wa uzima, Roho wa uumbaji, ndani yake kila kitu kimefanyika. Pasipo yeye hamna chochote kilichofanyika. Anayetajwa kama neno hapo ni nani? Ni Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Wangapi wanapata neema katika hubiri hili? Useme amina. Elewa vizuri Roho Mtakatifu, utasikia utoshelevu ndani ya Roho Mtakatifu. Roho wa hekima huyu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu, wakati tunasema ni Roho Mtakatifu, ni sentensi tata. Ni mtakatifu. Opposite ya mtakatifu ni mchafu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Roho Mtakatifu huyu. Kwa sababu tunajuaje kwamba ni Roho Mtakatifu? Kuna roho chafu zipo, zinafanya kazi kwa viwango vya ajabu mno, kwa viwango vikubwa mno. Lakini Roho Mtakatifu anachukia uchafu, na ndio maana akai mahali pachafu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Roho Mtakatifu ni ahadi ya Mungu kwa wote wenye mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ni ahadi ya Mungu. Ndio maana kule mwanzo nilizungumza watoto, tulieni. Miaka ya nyuma usijesikia mtoto wa miaka 6, 7 amejiua. Miaka ya nyuma siku hizi unajiua wajuu.
kwa sababu mapema watoto hawa, kama hatutafanya process ya kuingiza Roho Mtakatifu ndani yao, inaingia roho chafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaingia roho chafu ndani yao. Kwa hiyo Yoeli sura ya 2 tunaona kuna ahadi ya kubatizwa Roho Mtakatifu, watoto, vijana, mabinti, kina baba na kina mama, kwa sababu huyu mtakatifu ambaye ni Mungu aliye hai asingependezwa na binadamu mchafu, binadamu wa hovyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yoeli 2:28. Hii ni ahadi ambayo na mimi tumepewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Matendo ya Mitume sura ya 2 ule mstari wa 38 tusome pia hapo. Petro akawaambia, ndio, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Amen. 39. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watoto na kwa watu wote walio mbali, maana walio nje ya wokovu, wakipokea neema ya wokovu nao ni haki yao kubatizwa, kujazwa na Roho Mtakatifu. Anasema watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamtii. Ahadi ya kubatizwa na Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watu wote. Watoto wanaofurahia ubatizo wa Roho Mtakatifu, wanaofurahia kujazwa na Roho Mtakatifu, hatutawasikia ikiripotiwa mambo ya hovyo kwenye maisha yao. Sasa hawatoto wamuelewa Roho Mtakatifu mapema ni nani? Kanisa, haleluya. Kijana waelewa Roho Mtakatifu ni nani? Kina baba waelewa Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe mtakatifu, ni Kristo mtakatifu, ni Roho Mtakatifu kutoka kwa Mungu ambao tunahitaji kubatizwa nayo ili kuuisha ulimwengu huu ulioharibika. Basi sijajua kama unaelewa, useme amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema mchungaji, mbona kama anachanganyikiwa? Pana, usichanganyikiwe. Luka sura ya 11 mstari wa 13. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao waombao? Manake Roho Mtakatifu ni hitaji la wana maombi. Kuna wana maombi mahali hapa, mseme amina. Kanisa lote linyanyuke, iwe kanisa la maombi. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa lote. Kumbe Roho Mtakatifu, Mungu ana tabia ya kuwapatia Roho Mtakatifu watu wa Mungu. Kristo anafundisha akirejelea mifano ya namna wazazi kujitahidi kuwapatia watoto wetu vipawa vilivyo vyema. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu Mungu mwenyewe. Luka sura 4 mstari wa 1 unaweza kuandika hapo. 4 na mwisho kwenye ile neno, Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji. Ndio maana kiingia mahali popote pale palipoharibika, tunaona uumbaji, tunaona taswira. Unaona mtu aliyekuwa wahovyo anaanza kuwa mtu wa ajabu, mtu wa thamani, mtu anayeweza kupendwa tena na watu, mtu anayeweza kuheshimiwa tena na watu. So Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji. Luka sura ya 19 mstari wa 7 na 8. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Yesu anataka mtu mwenye dhambi ali Zakayo. Lakini sasa wakati Zakayo akifurahia ujio wa Kristo kwenye nyumba yake, kwenye maisha yake, Kristo, Roho Mtakatifu, roho wa uumbaji. Mstari wa 8, Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, wapendwa, namrudishia mara ngapi? Kwa sauti, mara ngapi? Mstari wa 9, Yesu akamwambia, leo hii wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Roho Mtakatifu akiingia mahali popote pale, binti aliyekuwa akijiuza alipokutana na nguvu ya uumbaji kwa Roho Mtakatifu kupitia mchungaji aliyemhubiria kwenye kumi za starehe zile, binti mzuri aliyekuwa akijiuza kwa pesa nyingi
akinunuliwa kwa fedha nyingi na matajiri wakubwa. Mtumishi wa Mungu akajitoa kimasomaso, akamkuta kule kule kwenye zile kumbi za viwango vya juu, mahali biashara kubwa ya kikaba inapofanyika, na watu wakuu wenye cheo na watu wakuu kiuchumi, watu wakiwa wanajipanga kushindana kwenda kumnunua yule binti. Kristo alipoingia ndani yake, Roho wa Kristo alipoingia ndani yake, binti akapokea uumbaji mpya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaimba nyimbo zake alizoandika baada ya kupokea wokovu. Nitwae hivi nilivyo, umemwaga damu yako, na ulivyonipenda Yesu naja. Ni binti aliyejiuza kwa pesa nyingi. Achana na wale wanaojiuza kwa shilingi 1000 ili kusogeza siku. Wengine wanatoa bure. Huyo alijiuza pesa nyingi, lakini roho ya uumbaji ilipoingia ndani yake, akatokea msichana wa ajabu sana. Ndani yake kulikuwa na karama zote tutajifunza leo. Akaanza kuandika nyimbo hizo tunaziimba leo. Wewe na mimi tukimwelewa Roho Mtakatifu, kwa hakika atakuwa hitaji letu namba 1 kuliko kitu kingine. Unaelewa? Useme amina. Unaelewa? Useme amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo tuangalie namba 1 kwa haraka. Tuangalie kwa kifupi kabisa kazi za Roho Mtakatifu. Kazi za Roho Mtakatifu. Kazi ya kwanza Roho Mtakatifu ni kutufundisha nia ya Mungu na kutuongoza. Naelewa? Useme amina. Wakati unapopaswa kusimama katika kusudi fulani la Mungu, halafu ukasikia kuna roho nyingine mdogo mdogo inakuondoa kwenye nia ya Mungu, wewe unasikiaje huko ndani? Huko ndani unasikia okay? Hapana. Hapana. Utasikia kuna mashindano fulani huko ndani. Utasikia kuna sauti fulani na kusemesha kwamba hapana, wewe sio mtu wa type hii, wewe sio mtu wa mambo haya. Unasikia huko ndani kunapiga kelele. Kwani ni kazi ya Roho Mtakatifu ni kuturudisha katika nia ya Mungu. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiyo maana mtu akisha pokea Roho Mtakatifu ni lazima uione tofauti yake ya jana, uione tofauti yake ya leo, utaiona na tofauti yake ya kesho. Maana atashikia akitoka utukufu hadi utukufu, kwa sababu ya ile mekanismu inayofanya kazi ndani yake, ambayo ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja alikuwa ameokoka, alipochanganyikiwa na mambo ya fedha, kaenda kwa mganga wa kienyeji ili apate dawa kutengeneza utajiri. Kwa kijana bado nakumbuka, nika kama ya kwangu miaka hiyo, lakini na alipofika kwa mganga wa kienyeji alianza kumcheka cheko la sani la kumkejeli. Wewe bado mtoto mdogo, ya mambo utayaweza? Kijana akasema kabisa, mimi nimechoshwa na umaskini, nataka kutoka kwenye ili deja bwana. Akamwambia ina shida. Akamfanyia madawa kama niliweza kufanya. Akamwambia siku fulani utaelekea katika pori fulani. Lakini wakati umeelekea kule, kuna kitu kimoja utafanya. Ingawa tangu akipewa maelekezo, huku ndani huyu bwana kulikuwa kunashindana sana. Maana ilipofanyika sasa fulani ya kichawi, mama wa mtoto yule, mama wa kijana yule alivutwa akaonekana kwenye skrini ya ajabu sana baba. Na yule mganga kienyeji akataka kuongea mambo mengi, akampa maagizo tu fulani. Akamwambia okay, haina shida. Siku isiyokuwa na jina utaelekea pole fulani. Na ukiwa kule kuna mkuki huo. Baada ya kufanyia madafu akaambia kitakacho kuja mbele yako chochote kile huwa. Akasema chepesi sana hivyo, Joshua na maskini. Dogo aliondoka katika pori.
kumtafuta nani? Kila wakati anaeleza sababu tu, kwa sababu ya fulani, kwa sababu ya fulani. Lakini kumtafuta shetani watu wanalipa gharama za ajabu. Akiwa katika pori kubwa na ghafla ukatokea upepo wa ajabu ukamzingira, na ndani ya ule upepo katokea nuru ya ajabu, afu ghafla mama yake akatokea, na wakati ameshajipanga kurusha mkuki, alimkuta amedondosha mkuki chini, akaanza kutetemeka, akapata kiwewe. Baadaye alirudi kwa mganga, akamwambia, nimekuwa ninachokutana nacho sikuthubutu kufanya hivyo nielekeze. Umekutana nisema nimeona mama. Mganga alimwambia, nilikwambia wewe bado dogo hujakomaa. Wanaweza usaidie sana. Wakati mwingine kuna kipindi unaweza ukatamani uwe kama mtu fulani, lakini si kama uko tayari kujitoa kama alivyojitoa. Kuna mtu ananielewa eh? Unaona mtu akijazwa na roho nyingine, yuko tayari kufanya chochote kile ili mradi afikie mahitaji yake. Ingawa najua kilele cha haya mahitaji ni jehanamu kama tajiri yule, si ndio? Lakini nataka kuwa superstar atirisi kwa muda kipindi fulani ndani ya hii dunia. Sijua kwa nini Mungu amenipeleka kwanza huko kwenye hicho kisa. Sikia, tunazungumza kwa habari ya kazi za Roho Mtakatifu. Kazi ya kwanza, Roho Mtakatifu anataka kutufundisha na kutuongoza katika nia ya nani? Ya Mungu. Wakati nia nyingine inatokea ndani yetu, unasikia Roho Mtakatifu anasema no, umeshatoka huko, no. Wengine vipuri. Ingawa Roho Mtakatifu anasema no, anapiga mwelekeo, anasema unajua baba mchungaji, unajua no. Tujifunze kumtii Roho Mtakatifu. Unaelewa? Useme amina. Yohana 14 ule mstari wa 26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ndio ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amen. Wewe uone kama tunamhitaji Roho Mtakatifu. Wangapi wanaona tunahitaji Roho Mtakatifu? Sema amina. Nilishangaa sana. Kumbe kusahau ni ugonjwa katika tafsiri za wana saikolojia. Kumbe moja wapo ya kazi ya Roho Mtakatifu ni kukukumbusha. Haleluya. Wangapi wanafurahia kukumbushwa na Roho Mtakatifu? Sema amina. Wewe unaweza ukasahau. Hizi device za kisasa hizi, kuna mahali fulani zinavurugika, zinapoteza network, zinavuruga taarifa. Lakini Roho Mtakatifu hana nafasi ya kupoteza taarifa fulani ndani yako. Kazi yake ni kutukumbusha. Kazi yake ni kutuongoza. Kazi yake ni kutufundisha. Kwa Roho Mtakatifu ni hitaji la watu wote. Unaelewa? Useme amina. 16 Yohana yoyo ule mstari wa 13. Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Roho wa Kristo ananena ndani yetu habari za Kristo. Amina. Na ndio maana ikifika ya kumtenda vibaya mwingine, anakukumbusha Kristo amesema wapende hata maadui zako. Haleluya. Kazi ya pili, Roho Mtakatifu ana kazi ya kutuombea. Wanaweza sasa. Kuna watu wamejiwekea watu fulani wa kuombea. Ni sawa. Usitosheke, usiridhike na maombi ya watu. Siku moja anayekuombea, hata kama unamlipa fedha, atakapokuwa hayupo, uwe na uhakika utakuwa umekosa chanzo cha maombi yako. Unaelewa vizuri eh? Utakuwa umepoteza chanzo cha maombi yako. Ukipoteza chanzo cha maombi yako, utakuwa umepoteza chanzo cha majibu ya maombi yako. Sasa yuko Roho Mtakatifu ambaye yeye ni wa milele. Kanisa, haleluya. Rumi sura ya 8 ule mstari wa 26. Huyu ni mwombezi wetu. Nashangaa sana, kuna nayeomba kipiga miayo kwa sababu hana
mzigo na shida yako. Hello. Mwingine ukamwambia niombe leo, haombi leo, ataomba siku nyingine, kwa sababu uzito wa mzigo wako hanao ndani yako. Hivi unalielewa vizuri? Wakati mwingine washirika, tusipende sana kuambia watu watuombe. Ona nafasi ya kusimama mbele ya Mungu unapolitia jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Mungu kwa Roho Mtakatifu isikie namna inavyotenda kazi ndani yako. Utakuwa mahali salama kuliko kuishi katika maombi ya mtu fulani fulani. Hivi kuna watu wako wanaelewa? Useme amina. Rumi 8:26 inasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Wangapi katika udhaifu wako wanakuomba? Wangapi katika udhaifu wako unamshirikisha mambo yako ili awe msaada kwako? Anayabeba, anayapeleka kwa shoti wake. Wewe unafikiri kuna mtu umemwamini, umemshirikisha shida yako, wanao kusaidia kupatia ushauri mzuri, kesho kuta unayakuta mtawa 18 kule, lakini unitoa kimasomaso kwake. Tikisa bega yako, mwambie hiyo sio kazi ya Roho Mtakatifu. Haleluya! Roho Mtakatifu ni msiri kweli. Ukimshirikisha aibu yako, anakuja ili kutie nguvu, anakuja ili kunyanyua kutoka kwenye hiyo aibu, lakini shosti wako hafanyaji hivyo. Kwa maana mimi tunamhitaji Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kijana mmoja ambaye nimemkuza katika huduma yetu, nilipokuwa nikifanya timilifu naye, nikamwambia ingawa uko mbali na mimi, lakini taarifa zako ninazijua. Ingawa sihitaji kujua taarifa zako, lakini automatically zinafanyaje? Zinakuja. Aliniangalia akacheka, kafurahi sana. Unajua alisemaje? Akasema unajua baba, nikisikia wewe umepata taarifa zangu vyovyote vile zilivyo, hata kama zimekuwa mbaya vile, mimi nikisikia umesikia, umetambua shida yangu, moyo wangu unajawa na furaha. Unajua kwa nini? Kwa sababu kutoka kwako nitapokea neno la kuniinua kutoka kwenye huo udhaifu. Kuna mahali shida yako ikifika, kama ulikuwa umevaa nusu uchi, unanielewa vizuri? Sasa aliyekutana shida yako atazilarua na hizo ulizovaa, wala kutembea yote mzima mzima. Sasa ajabu na kweli. Unajua nusu uchi na empty ni tofauti, si ndio? Sasa unakutana na mtu, unamshirikisha mambo yako, anakuvua sasa, anakuambia bwana, unaenda mtaani umependeza, anakupigia na makofi. Hello. Roho Mtakatifu hayuko hivyo. Biblia inasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Mshike mkono jirani yako, mwambie kwa hakika tunamhitaji Roho Mtakatifu. Sema kwa sauti, mshike na mwingine, mwambie kwa hakika tunamhitaji Roho Mtakatifu. Kuna watu wamefikiria kuweka huduma chini, kwamba matatizo ni makubwa, mbona anajirudia? Acha yajirudie. Mungu anataka kupunza kwenye hilo eneo. Unaacha kuhitaji sio kukimbia huduma, unamhitaji Roho Mtakatifu akutie nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni mwombezi mzuri. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la tatu, kazi ya Roho Mtakatifu tutaondoka hapo, ni kutuwezesha kufanya vita vya kiroho sawa sawa. Sasa kwa kusema amina. Huyu ni Roho Mtakatifu. Usijazwe na roho ya nabii, usijazwe na roho ya mchungaji fulani fulani, usijazwe na roho za watu wanaojipromote kwenye ulimwengu kwa majina mazuri mazuri, wakijitambulisha vizuri vizuri na mabango mazuri mazuri. Hapana, tafuta kujazwa na Roho Mtakatifu, hautakuwa mtu wa kawaida. Kwa nini? Kazi ya tatu ya Roho Mtakatifu, anakuwezesha, anatuwezesha sisi kufanya vita vya kiroho sawa sawa. Kuna watu wanaingia katika uwanja wa vita ya kiroho, lakini wanafanya vita vya kiroho kimakosa. Anakosea. Ukikosea katika uwanja wa vita unapigwa. Lakini Roho Mtakatifu akiweko ndani yako, Roho Mtakatifu akiweko ndani yangu, ananiongoza, atakuongoza namna ya kufanya vita na kuibuka
Unaona, ukisoma Efeso 6:10 mpaka 18, tunapewa kanuni za kufanya vita vya kiroho kwa viwango vya kushinda, hatimaye mshindi kwa ndani katika Bwana. Na mambo mengine yako pale utasoma. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi nampenda Roho Mtakatifu. Efeso sura ya 5 mstari wa 8. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe na Roho. Amen. No. Tulipata ushuhuda wa mtu fulani alipotoka kazini kaenda nyumbani. Alipofika nyumbani akapokelewa na mama. Wakati ule alikuwa amemeza voice speaker, akiongea sauti ya juu sana. Baba ametoka kazini, amechoka sana, alihitaji akutane na sauti ya kumtuliza nyumbani. Akakutana bwana na bonge la ziki, akashinda kuicheza. Bodaboda aliyekuwa amembeba akaambiwa, sasa hebu geuza pikipiki yako tuondoke. Waliondoka kwenda hapo, unajua baba kutatua matatizo yale ya wapi? Unaonaje alitatua? Alitatua. Rafiki yangu Beni alitatua? Hamna. Ameongeza. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukuwezesha, ni kuniwezesha kufanya vitu vya kiroho sawa sawa. Ndio maana kuna mahali ungepangilia points za kuzungumza, halafu unashangaa mtakatifu anakuambia shaka kakimya, usiongee. Hizo ni vitu za Roho Mtakatifu pia. Hapa usiongee, hapa nyamaza kimya, usiongee chochote. Na unajua ukikaa kimya unashangaa unaibukia kwenye zoni ya ushindi kwa viwango vya ajabu mno. Lakini kama hayupo unamwaga maneno ukifikiri unapambana ili ushinde, kumbe unachimba shimo ukumbukie huko ndani. Wewe na mimi tunahitaji Roho Mtakatifu ili atuongoze kufanya vitu vya kiroho sawa sawa. Unajua wakati Goliati amewasumbua sana Waisraeli kwa miaka mingi, rafu dogo remnant Daudi mwenye Roho Mtakatifu ndani yake akasema, nitakwenda kupambana na wewe jamaa, na shabaha ya kwenda kupambana na huyu sio kupromote jina langu. Nataka huyu Mungu wa majeshi ya Israeli anayetokana na huyu Mfilisti huyu, hawa Filisti wasiotaiwa hawa, huyu Mungu apokee heshima kutoka kwa hawa, na dunia yote hiyo kwamba yuko Mungu katika Israeli. Nitakwenda. Unajua wakati Mungu anaongea kama hivyo, ndugu zake hawajaelewa, wazazi wake hawajaelewa. Taarifa zilipofika kwa mfalme, akaambia huyo mtoto ni upi? Kwani vipi? Mleteni hapa. Akaeleza, alipoweza kusema okay, unaweza kamata mavazi ya kijeshi. Daudi alipovaa yakutosha, hayajamtosha. Akaambia sio hizi haya sio mambo ya kwangu haya. Mfalme hawezi kuelewa. Hizi ngao wakirusha mshale angalau isiingie. Akavivua, maana vilikuwa sio vya kwake vile. Roho Mtakatifu alishamwandaa na kombeo moja na mawe mangapi? 5. Dogo akaingia katika uwanja wa vita. Wakati Goliathi anamwona Daudi, alicheka cheko la kejeli. Mahali shoka limefeli. Halo. Mahali shoka limedunga. Mahali cheso imefeli. Unakujaje na kakisu kale? Kuna visu fulani vya kukunja, unavifahamu vile? Vinaitwaje? Mimi naifahamu kwa kiume chetu. Ingotama. Yaani mahali shoka limefeli kukata mti. Unakujaje na hata kakisu kilichokuja namna hii? Wewe alikuwa anacheka cheko la kejeli. Daudi akasema, "Ulijua. Leo utanijua." Tena sio kunijua, utamjua yule niliyembeba. Unanijia kwa mapanga, unanijia kwa mafumo, unanijia kwa mikuki. Mimi nakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Unaowatukana siku ya leo kichwa chako nikakishika mkononi, na huo mwili wako utakuwa mshoga. Kumuru leo wataenjoy. Goliathi hakuelewa. Roho Mtakatifu alikuwa ameshaelekeza namna ya Goliathi, namna ya Daudi kupigana vita kwa viwango vya kumshinda Goliathi. Bwana Yesu asifiwe sana. Dakika chache Israeli walinyanyuka, wakaanza kuimba, Sauli ameua maelfu, lakini Daudi ameua 10,000. Maana nyimbo za siasa zilizomsifu kiongozi wa nchi zikahamia kwa nani?
Zikahamia kwa nani? Kwa sababu ya Mungu wa Daudi, Mungu mtakatifu. Kule nyuma tuliimbaga ambio fulani, ni Bwana wa vita, ni Bwana wa vita, huyu Yesu ni Bwana wa vita. Makofi. Huyu Yesu ni Bwana wa vita. Haleluya. Ukimpata haleluya. Sio waganga bali Yesu ni Bwana wa vita. Haleluya. Kwenye ule uwanja wa vita Wafilisti walifutika kubaki hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ungekuwa na shauku ya kujazwa na Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Zakaria 4 ule mstari wa 6. Zakaria 4 ule mstari wa 6. Soma hapa. Akajibu akaniambia akisema, ndio, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, ndio, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Amen. Haleluya. Hivi Mungu yupo alafu na roho yake ipo eti na kunatenganisha hiyo kitu? Sema kwa imani, Mungu ni Mungu Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo tunaimba, si kwa majeshi wala sira, ni kwa Roho nguvu za giza. Haleluya. Haleluya. Nimezungumza kazi chache tatu tu. Roho Mtakatifu ana kazi nyingi. Kwa haraka, Roho Mtakatifu namba 2 anazo karama kubwa sana 9 muhimu kwa ajili yako na kwa ajili yako. Tutasoma katika Korintho wa kwanza 12 mstari wa 5 hadi 11. Hapo tutasoma. Wanafunzi ndio tutasoma. Zipo karama 9 za Roho Mtakatifu. Korintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 5 hadi 12. Hadi 11. Huyu anazo karama 9, sio kwa ajili yake, hii kwa ajili yetu. Ndio maana wewe na mimi tunahitaji kuelewa Roho Mtakatifu ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi karama tunazihitaji. Hebu nisomee angalau ule mstari wa 5 wa 6 tu. Wewe uliyepa. Tena pana tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule. Ndio. Kisha pana tofauti za kutenda kazi. Ndio. Bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Soma mstari wa 7. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Kwa kufaidiana. Ukiona kuna huduma iko ndani yako, ujue hiyo gift imetoka wapi? Kwa Mungu. Ni karama ya Roho Mtakatifu ambayo umepewa ili itengeneze faida kwenye ufalme wa nani? Wa Mungu. Watu wanaonufaika na karama yako wahuishwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye hilo leo nimesema tutasoma ile mistari wewe mwenyewe au utasoma ile sura yote. Namba 1 kwenye hiyo sehemu, bila karama za Roho Mtakatifu hatuwezi kumtumikia Mungu sawa sawa. Ulielewe hilo. Ukijaribu unafanya madudu. Ukijaribu unafanya katika tamaa zako. Ndio maana tumekuwa na huduma zilizobeba utambulisho wa aina mbalimbali. Ukiingia huko ndani, nia ya Mungu hamna. Kuna nia za wenye huduma tu. Kama karama za Roho Mtakatifu hazipo, ni ngumu wewe na mimi kusimama katika zamu zetu ili kuwasilisha utumishi wetu mbele ya Mungu sawa sawa. Ni ngumu. Unasema mchungaji, mbona sijakuelewa? Filipi sura ya 3 mstari wa 6. Uone kama kujaribu kumtumikia Mungu, lakini ghafla roho nyingine ilikuwa ndani yake, akajikuta na haribu. Filipi sura ya 3 ule mstari wa 6. Kwa habari ya juhudi mwenye kuliuzi kanisa. Kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria kuwa na hatia. Wewe umeshaikuwa na hivyo viwango. Unamtumikia Mungu huku na waua washirika, unaua watumishi, lakini huku ndani sisi tunamtumikia nani? Mungu. Alijazwa roho nyingine. Wakati Stefano anauawa, yeye anasema, yes, kazi nzuri sana vijana wamefanya.
Na mfalme Herode alipokuwa mtu wa ajabu sana, wakati alipomuua Yakobo, mmoja wapo wa mitume 12, wananchi wakashangilia, akasema safi sana, Pasaka ijayo nitamkamata Petro nimuue. Ili haya mapambio yaendelee kuimba kwenye masikio yao. Kuna wanasiasa wengine wa ajabu mno. Wanaweza zile sana. Yeye anafikiri anatumika sawa sawa. Sauli alitumia nguvu zake, alitumia maarifa yake, alitumia juhudi zake nyingi kumuudhi nani? Kwa hiyo wewe na mimi tunamhitaji Roho Mtakatifu aje na vipawa vyake. Sawa mamangu ana aje na vipawa vyake ndani yetu. Haleluya. Pili, kwenye hilo eneo Roho Mtakatifu tunasema anaachilia karama ambazo hizo karama zinakuja kuwa nyenzo za kumtumikia Mungu kwa usahihi na ufanisi. Roho Mtakatifu, hiyo ni kazi yake. Katika Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 4 na wa 8, Matendo ya Mitume, Biblia inasema kwamba hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo wamesikia habari zake kwangu. Mstari wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Mtapokea nguvu, ndipo mtakapokuwa mashahidi wangu. Kuna watu wanazo nguvu lakini hazifanyi ushahidi wa nguvu zao kwa nani? Kwa Mungu. Wanatumikia Mungu mwingine. Kila wakati unahitaji kukagua ndani yako una karama gani, na zile karama zinatumika kwa maslahi ya nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisoma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka 47, takutana na washirika ambao walifurika nguvu za Roho Mtakatifu, na zile karama za Roho Mtakatifu ndani yao zikahuishwa, wakawa vichaa wa Yesu. Haleluya, vichaa. Kisoma kwenye Matendo ya Mitume 4:31, wakawa vichaa. Usiumpia habari za kufika kwa Yesu, sema la subutu kwa maneno yako, na wezaje kuacha kuzungumza habari hizi ambazo macho yako yaliona, masikio yako yalisikia? Hukumuni ninyi wenyewe. Karama zilizokuwa ndani ya watumishi wa Mungu waliovuviwa na Roho Mtakatifu walivushwa mipaka yao katika kufanya utumishi kwa usahihi na kwa ufanisi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Bado kuna mtu anaelewa? Sema amina. Tatu kubwa na mwisho, yako matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Hebu sema matunda 9. Naweza ukayasoma katika Galatia sura ya 5 mstari wa 22. Hayo ni matunda 9 yanayokuja kuisha zile karama ambazo Mungu ameziachilia ndani yetu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa maana kwamba mtu ambaye ni hai katika karama zake, haya matunda 9 automatically tutayaona kwa kusoma mtumishi wa Mungu. Biblia inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili. Mtu amevuviwa karama za Roho Mtakatifu, haya mambo 9 haya utakuwa ukiniona moja baada ya jingine. Ndio hayatatokea tu no, ili kutoka utukufu hadi utukufu. Utaona tofauti ya mtu wa zamani na mtu wa sasa. Kuna mtu anaelewa? Sema amina. Hadi matunda muhimu mno. Namba 1 ndio kwenye hilo eneo, manake matunda yako kama nilivyosema, hizi ni tabia zetu baada ya kupokea karama za Roho Mtakatifu. Hebu sema tabia. Nimekuchanganya. Wangapi wameelewa mpaka hapa? Baada ya kupokea Roho Mtakatifu, ndani yako Roho Mtakatifu amezalisha tabia gani? Ndiyo maana kuna haya matunda 9. Alikuwa hana upendo,
Sasa ataonekana na upendo. Amina. Alikuwa hana furaha ya Kristo, ataonekana mwenye furaha ya Kristo. Alikuwa hana amani, ataonekana mwenye amani. Kwake tunda la uvumilivu hamna. Kijijini kwangu kuna binti moja kwa na tabia ya ajabu sana, akiwa bado kadogo, katoto bado kenyewe, kakikasirika, kakishindwa kumwelewa mama yake au yeyote yule kwenye jamii yake. Unajua kalikuwa anafanyaje? Hawezi kukufanya kitu kwa anajitenga yeye mwenyewe. Kwa kauso kake kalikuwa kamejawa na vidonda sana. Kwa nini? Kipindi kamekasirika kanajichana nini? Na kucha. Anajichana. Uso umejaa vidonda. Kwa nini? Tunda la uvumilivu ndani yake. Mimi sikisa hizi kipindi cha utoto msima wake uko msima. Lakini kwa kipindi cha utoto achakuno. Mtoto wa kike hawezi kuvumilia. Hawezi kuvumilia mwingine. Kwa hiyo hawezi kujivumilia na yeye mwenyewe. Bwana Yesu asaidie sana. Tunda la Roho ni pamoja na uvumilivu. Wakati wanaenda useme amina. Umvumilie mwenzi wako. Mvumilie mwenzi wako. Vumilie mtoto kidogo. Vumilie ndugu. Vumilia watu. Vumilia viongozi. Mtu mmoja anaongea maneno magumu sana. Mimi nikakelea. Sasa huyu jamaa hata kama ni mambo ya siasa, mbona anaongea maneno ya hovyo? Unawezaje kumzungumza kiongozi maneno kama haya? Uvumilivu hamna. Nikamwambia hapana. Hata kama kuna uhuru wa kisiasa, huwezi kuwa unamvua nguo mtu mzima. Sisi kwa tulikokulia, mtu anayelingana na mama yako ni nani? Anapokea heshima ya nani? Ya mama. Anayelingana na babako anapokea heshima ya baba. Kabisa. Hivi unamvuaje mtu huo? Eti kwa sababu tu hujamuelewa? Tunda la uvumilivu hamna. Lakini kama mtu akikutana na Roho Mtakatifu, sasa tutaanza kuliona tunda la uvumilivu. Amina. Mara nyingi mwanamke aliishi katika kipondo, anapigwa makofi, akikusana tani kwa vibao. Lakini baada ya muda kuokoka, mwanamke anaanza kuona amani kitawala mji wake. Jamani, wewe sio kweli? Kweli. Ni wanazungumza wakati namtandika kwa sababu amekosea. Ukumbuke na wewe umewahi kukosea, kwa nini kufanyeje? Si kwa sababu hawezi tu. Sheria kama angekuwa anajaribu kufanya kitu kwa naye angefanya. Sasa huo ni unyanyasaji huo. Nimefundisha vibaya kwa wangu. Wangapi wanaelewa amina? Huo ni unyanyasaji wa kifamilia. Hakuna suluhisho la kutatua matatizo ya ndani kwa kuchapana vibao. Haya mambo ya ngosho tuachia kila ngosho kule. Wewe pokea Roho Mtakatifu, aachilie tunda la uvumilivu ndani yako kwa mkeo, kwa mmeo katika jina la Yesu. Amta. Wabariki mkatandikane. Mkutano ngeo usije hapa. Maana amechagua kupigana. Roho Mtakatifu ndani yetu anatufundisha kuchukuliana, anatufundisha kuhurumiana, anatufundisha kupendana, anatufundisha kusubiriana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni tunda la Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Kisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema mtu na tuhesabu hivi kuwa tu mawakili wasikilizana. Mtu sio malaika. Mtu ukiona unaishi kwenye jamii ambayo watu hawana comment nzuri na wewe, uwe na uhakika Roho Mtakatifu unamsikia, lakini hujampa mamlaka kuendesha. Nimekosea. Ni lazima ifike mahali watu waseme, ebo, yule mwanamke ameolewa na mwanamume wa kweli. Yule baba yule sio ukiri uliobeba roho ya kingono, hapana. Yule mke yule. Sisi kule kwetu wazee wanasema kuku aliyevunjika mguu anakutana na nani? Na mtoto. Kwale aliyevunjika mguu anakutanaga na mtoto. Maana angekutana na mtu mzima angeokota tu sikitoeo kaenda kutumia sivyo? Sasa kwa sababu na hiyo misemo. Mimi ningepata mke fulani bidii tifu.
binti wa fulani, yule kijana wa fulani, hili tumbo lililomzaa. Sikia, inabidi inalazimika watu wafike mahali watoe comment nzuri kwa ajili yako, kwa sababu ndani yako kuna Roho Mtakatifu. Sijui kama unapokea, useme amina. Ukiona ulimwengu hauna comment yoyote ile juu yako, ila umepokea Roho Mtakatifu, kuna mahali fulani unapungua. Amina. Kuna mahali unapungua. Kwa hiyo tunamhitaji Roho Mtakatifu atufungue, atuondoe kwenye hilo janga hilo. Sisi ni mabalozi, ni mawakili wa siri za ufalme wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Kisoma Mathayo sura 5:16. Biblia inasema kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nuru yenu na iangaze kwa mataifa. Mataifa wakiona matendo yenu. Sio wakisikia kunena kwenu kwa lugha tu. Sio wakiona tu mnaposemleta hapa kwenye madhabahu. Hapana. Asilimia za wokovu wetu tukiwa kanisani ni chache mno, kama asilimia 25 tu. 75 zote ziko wapi? Shamba la Bwana. Sio kama kuna mtu anaelewa. Wangapi wameelewa? Usifanye vice versa. Hapa ni 25. 75 ziko kule. Sasa kule lazima watu wakiona waseme haswa. Bwana Yesu asifiwe. Hata vijana wanaooa wao watafutaji wasichana vicheche kwa. Nasema hapo niseme nisiseme? Wewe unaonaje msichana mzuri aliyejitunza anahitaji anaume lolote lile tu? Eti kwa sababu ni dume tu? Hapana. Kwa hiyo Yusufu alijaribu kumwepuka Mariamu. Mbingu zikasema, shika adabu yako. Wewe ni mume wa nani? Wa Mariamu. Chuma lazima kinaoe chuma. Haleluya. Kwa nini? Ni kwa sababu hapa yale matunda 9 ya Roho Mtakatifu yanapaswa yaje kuwa tabia kwenye maisha yetu ambapo tunapokea usemi amina. Kwa hiyo ni tunahitaji Roho Mtakatifu. Pili, kwenye hilo eneo, ikiwa tutatoa matunda ya Galatia 5:19 yako pale. Naomba hapo tukasome. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Ndio haya. Ndio. Washerati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, baraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hii hawataurithi ufalme wa Mungu. Wangapi wangetamani kurithi ufalme wa Mungu? Sema amina. Na upepe mkono wako hewani namna hii. Kweli kipindi hiki washirika wengi hawapendi sana kuzungumza mambo ya mbinguni. Wangapi wanatamani kurithi ufalme wa mbinguni? Sasa sikia hii, ikiwa tutatoa matunda haya, tutaifanya kazi yetu ya utumishi kwa njia ya karama zetu kuwa ngumu. Halafu ni ngumu yenye matokeo zero. Kwa hiyo mwisho katika kuzungumza, wewe na mimi, lini tunapokea Roho Mtakatifu? Lini tulipokea? Au lini mtu anapokea Roho Mtakatifu? Ni tangu ulipompa Yesu Kristo maisha yako. Unaelewa? Useme amina. Sasa ngoja nikusumbue tena nikuulize namna hii. Hivi ni wangapi wetu wameokoka? Pepea mkono wako hewani namna hii. Weka juu, weka tu. Usikumbuke yale makando mengine, achana nayo tu hapo. Haleluya. Tangu ulipompa Yesu Kristo maisha yako mpendwa, tayari umempokea Roho Mtakatifu. Sema amina. Unajua hiyo ni zawadi kubwa mno kuliko zawadi zote ambazo Mungu amewahi kutoa kwenye ulimwengu. Ufunuo 3:20 nasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango nitaingia kwake, nitakaa kwake, nitakula pamoja naye. Utatu Mtakatifu kwa mujibu wa Mathayo 28 ule mstari wa 19 na 20 unaingia ndani yako tangu unapompa Yesu Kristo maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yohana 1:12 haina budi kutimizwa. Wewe na mimi tunapewa baraka za kuwa wana wa nani wapendwa? Wa Mungu. Kuanzia hapo Roho Mtakatifu ameingia ndani yetu. Ukisoma katika Korintho wa pili
6 na ule mstari wa 16. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Wale peke yake wanaoamini ndio kunya ngumi yako, sema kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Ongeza sauti yako tena, kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Maana sema kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Lini wewe na mimi tumepokea huyu Roho Mtakatifu? Tulipompa Yesu Kristo maisha yetu. Kuanzia pale Roho Mtakatifu ameingia ndani yetu. Hatua ya pili inahitajika kumpa nafasi ayaongoze maisha yetu, kama ambavyo tumeanza kujifunza pale nyuma. Jina la Bwana libarikiwe. Ili tuweze kujazwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni namba 2 katika hitimishi. Baada ya kupokea Roho Mtakatifu tunahitaji kujazwa na Roho Mtakatifu. Na mbinu za kujazwa na Roho Mtakatifu, wapendwa, ni mbinu 3 tu. Nitazungumza moja, ninyi mtanisaidia mbinu 2. Kila wakati, namba 1, uishi katika neno la Mungu la leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi Mungu amezungumza na sisi kwa habari ya kumtambua Kristo. Ukimwelewa Kristo vibaya, kila kitu kimeharibika kwa habari ya Kristo. Huu ndio ujumbe Mungu ametupatia leo. Tunahitaji huu ujumbe tuishi leo, wala sio nini kesho. Sasa kuzungumza vizuri kama leo. Wala mimi tunahitaji kuwa watu wa neno la leo. Leo Mungu anazungumza kitu gani na mimi? Wakati mwingine anasema, "Oya, namweka Yesu pembeni ili nikushughulikie, nikishamalizana na wewe tutakutana Yesu huko mbele kwa mbele." Hapana. Kila wakati uwe na neno la leo linalokuongoza katika maisha yako. Unaelewa? Useme amina. Hiyo ni mbinu ya kujazwa na Roho Mtakatifu kwa viwango vya kuongozwa naye. Kolosai 3:16 inasema neno la Kristo lijae kwa wingi ndani yetu, kwa kusikia kama hivi, kwa kusoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kiujazao Mungu ndicho kinachotoka huo moyo. Tukijaza neno la Mungu ndani yetu, hata kasiri ukifungua kinywa, mtu moyo fulani ulikuwa umeinama, unashangaa moyo unainuka, kwa sababu neno la Mungu lilipanga Bwana. Haleluya. Kila wakati tuwe watu wa neno la Mungu, tuwe watu wa Injili. Nimeshangaa sana jana nikitoka Dar es Salaam, tulipita mahali fulani pana shedi kubwa imetengenezwa huko. Ghafla nilipokagua nyumba ya ibada iko mita kama 5 tu kutoka ilipo shehi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka ilipo shehi iko hapa, kutoka ilipo shehi zile. Okay, mpaka ilipo nyumba ya ibada mita kama 5 tu. Alafu choo imepelekwa kama mita 20 kule. Nilishangaa sana. Manake mawazo ya ibada yanasogezwa kwa waamini hata wapi? Kazini. Lakini unajua, ingawa nyumba ya ibada iko hapo, kuna watu hapo ndani hawaingii. Acha huko. Ili kufurahia kuongozwa na Roho Mtakatifu, kufurahia karama za Roho Mtakatifu, wewe na mimi tunahitaji kuwa watu wa neno la leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema tataja moja, ya pili ni ipi? Uinjilisti wa leo, mhubiri Kristo leo. Katika kuhubiri Kristo tunatiwa nguvu kuendelea kuzungumza unyonge wako. Unajua baba, unajua mama, unajua kaka, ni kwa sababu hayo maneno hayana mshiko. Anza kuzungumza leo. Nilipopata fursa kwa yule binti, naanza kumpiga gospel pale. Hajaja, nikitoka nikimaliza ibada nampandia hewani, maana alinipa namba ya simu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 3 na la mwisho. Kwa sauti, jambo la 3 na la mwisho. Msemo mmoja wa Kiswahili na upenda sana. Wanasema swali kabla. Bwana useme swali kabla hujaswaliwa. Mtu mmoja kajichanganya, kaandika ujumbe wa ajabu sana, akasema huyu jamaa haelewi. Akaandika chakula cha marehemu ni swali. Chakula cha nini?
Habari ya nini? Huyo hajui, haelewi. Aliyekwambia waliokufa wanahitaji maombi yako, wewe waombeni nani? Yesu Kristo akiwa msalabani aliwaambia mama yake, sema msinililie mimi, jililie mimi. Usimlilie aliyeondoka. Hayo maombi yako hayatamsaidia chochote kile. Shika mkono jirani yako, mwambie swali kabla hujaswaliwa. Acha uvivu na uzembe, swali kabla hujaswaliwa. Matendo 2:21 nasema, na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Wewe unahitaji kuokolewa kutoka kwenye taabu yako, unahitaji. Unanilax, unataka mtu mwingine aombe kwa ajili yako. Umejifunza wapi? Tena mwambie jirani yako, swali kabla hujaswaliwa. Hizi ni leo 3. Kila siku uwe mtu wa maombi. Kila siku uwe mtu wa injili. Ni shuleni, ni kazini. Uwe mtu wa maombi, uwe mtu wa neno la Mungu. Uwe mtu wa ushuhuda. Watu wakikuona wahisi wamemuona Yesu. Kama uko kazini, Mose aseme, mbona fulani hajaja? Kuna shida gani? Sio ukiwa uko kazini Mose anapata nafasi ya kufanya vikao ili kukuondoa kazini. Hapana. Uwe mtu muhimu kazini, kwa sababu wewe kwa njia ya wewe pale kazini kuna majibu ambayo hawezi kupatikana usipokuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani yako kuna karama zinaweza kufanya wewe wa pekee. Kwa hiyo ingawa dunia isije kutaka, kwa sababu ya ile hazina iliyoko ndani yako, lazima dunia ikutake. Walimkataa Yusufu kwa mbwembwe zote. Mara ya mwisho wakagundua, huwezi kufanya majaribio ya kupiga mkuki kofi, utaumia wewe. Wakaanza kujipatanisha kwa Yusufu, tena wakituma na ndugu. Wewe kamwambie ndugu yetu akumbuke maneno aliyozungumza na mzee wetu, atumhurumie. Wewe huyo mtu amekuwa asili ya nani? Ya baraka. Wangapi wangependa kuwa asili ya baraka? Useme amina. Jazwa na Roho Mtakatifu, batizwa na Roho Mtakatifu. Uwe mtu wa leo 3. Neno la leo, maombi ya leo, uinjilisti wa leo. Kwenye mkesha mtumishi mmoja alitoa furaha, akasema katika mahubiri ya leo nimeguswa na hii hapa. Ingawa naweza nikaombea nyumbani, lakini Mungu ametupa Yerusalemu. Kwa lazima niwe kwa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni agizo. Hiyo ni Ibrania 11:25. Huwezi ukaepuka. Ukiepuka ujue umetii roho mwingine. Lakini Roho Mtakatifu atakutaka ukusanyike. Biblia inasema kwamba kwenye makusanyiko ndiko Mungu alikushauri nini? Baraka. Naomba usimame.